السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين. Baada ya himdi hiyo ya kumhimidi Allahu jalla waala, na leo pia tunaendelea biidhnillahi jalla waala wa auni kusoma katika risala inayoitwa Atamassuku bisunnati nabawiyati wa atharu, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na athari zake. Risala iliyoandikwa kutokana na muhadhara aliyotoa Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, katika chuo kikuu kilichoko Madina. Tumeona tangu tumeanza umuhimu wa jambo hilo, na kwa hakika tutakuwa sisi ni watu wenye bahati ya aina yake kupata kusoma risala hii na kujua kuhusiana na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuliona na tukataja taarif ya sunna mbele ya almuhaddithin, kadhalika vile vile mbele ya alusuliyin, kadhalika vile vile mbele ya alfuqaha. Tukaona ya kwamba kuna sunnatul qawliya, sunna ya kauli, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ambayo wameyasema. Wakadhalika tukaona kwamba kuna sunnatu alfi'liya, sunna ya kitendo ambacho mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amekitenda. Na kadhalika tukaona kuna as-sunnatu taqririya, sunna ya jambo ambalo limetendwa mbele yake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wala mtume hakukataza jambo hilo, wakalikubali, ni sunnatu taqririya. Kadhalika pia kuna as-sunnatu tarkiya, ambayo hii tuliitaja tu, hatukuieleza. Lakini as-sunnatu tarkiya ni
sukutu nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama an fi'lin ghairi ljibili, ni kuliacha Mtume jambo ambalo jambo hilo si katika kitendo chake cha kimaumbile. Tulisema kule nyuma, Mtume kama kafanya jambo katika mambo ya kimaumbile, mathalan kapiga miayo, hatusemi kwamba alisema hilo ni sunna. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiliwacha jambo ambalo si katika kitendo chake cha kimaumbile, akawacha jambo hilo maa qiyami almuqtadi, kawacha jambo hilo pamoja na kuwepo jambo linalopelekea kufanya hicho kitu. Kiko kitu Mtume kakiacha, lakini jambo linalopelekea Mtume afanye hicho kitu lipo, lakini kakiwacha, hakufanya. As-sunnatu tarkiya maa adami almani'i, pamoja na kukosekana kuweko kizuizi. Hakuna kizuizi kinachomzuia asifanye jambo hilo. Jambo hilo linaingia katika as-sunnatu tarkiya, kawacha jambo si la kimaumbile, pamoja na kuwepo sababu inayopelekea Mtume kufanya jambo hilo na kukosekana kizuizi cha kutokufanya jambo hilo. Hakuna kizuizi kwa nini asifanye, na ikawa Mtume kawacha akufanya. Hiyo ni katika sunnatu at-tarkiya. Na wa an la yakuna almatruku haqqan lilghairi, na ikawa hicho chenye kuachwa si haki ya mtu. Jambo hilo linaingia katika sunnatu tarkiya. Kwa tuna sunna za aina ngapi? Kuna sunna za aina 4: alfi'liya, alqawliya, walfi'liya, والتقريرية والتقريرية والتركية. السنة التركية mfano wake ambao ahlul ilmi wanautoa iko mingi, lakini mmoja wapo katika mifano ni ile kauli ambayo wanatumia sana makhatibu inda istidlali, wakati wa kutoa hujja. ونسمى قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبكاتي hakufanya jambo hilo. Wakati wa kutoa hujja hakusema قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Imekuja hadithi na ziko nyingi tumekiwa natoa hujja. Mojawapo hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, wakati masahaba iliposhuka aya ikashtua mioyo yao, wakaenda kwa Mtume, aya iliyozungumzia habari ya dhulma. Wakaenda kwa Mtume, wanamwambia Mtume, wa ayyuna la yadhlimu nafsa, ni yupi kati yetu sisi ya Rasulullah adhulumu nafsi yake? Atapona nani hapa? Mtume akawaambia, alam tasma'u, kwani nyinyi hamjasikia qawla Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu? Nyinyi hamjasikia kauli ya Luqman kumwambia mwanawe akiwa anamuwaidhi, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Akusema kwamba qala Allah ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kaliacha jambo hilo. Kadhalika mifano iko mingi katika hilo.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati mwingine anaingia msikitini, akiingia anasema Allahumma ftah li abwaba rahmatik, dua ya kuingia msikitini, ewe Allah nifungulie milango ya rehema zako, ni dua. Lakini mtume anasema dua hiyo hali ya kuwa hanyanyui mikono, kawacha kunyanyua mikono. Sababu ipo, sababu ni dua na hakuna kizuizi, na jambo hilo kaliwacha, ni sunnatu tarkia. Kwa hiyo ukiwacha na wewe kunyanyua mikono waingia msikitini, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, umefanya sunnatu at-tarkia, na mifano yake iko mingi sana. Nadhani tumeelewana. Tayib, tunarejea katika kitabu, tuko ukurasa nambari 10. Ilikuwa tuondokea ukurasa nambari 11, lakini narejea nyuma kidogo hapo nambari 10 ili tuweze kuyaunganisha maneno vizuri. Ukurasa nambari 10 kwenye fakra ya mwisho, paragrafu ya mwisho hiyo, anasema Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, ولقد كان السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، na walikuwa watangulizi wema ala sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wao wako juu ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yani wakifuata sunna yake sana masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, la yuqassiruna anha, katika kule kuifuata sunna ya mtume, la yuqassiruna anha, hawafanyi mapungufu, wanaifuata sunna kwa ukamilifu wake. Wala yatajawazunaha, wala hawaikiuki, hawaiwachi sunna wakafanya jambo jingine ambalo si sunna. Wala yatajawazunaha, wala hawaikiuki sunna, hawaiachi sunna wakaacha jambo jingine, wameshikamana nayo barabara kabisa. وإذا جاءهم الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسمى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، na pindi linapowajia jambo as-salafu salihu hao kutoka kwa mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, akhadhu bih, wanalichukua jambo hilo, kama yaakhudhuna bil amri min indi Allahi azza wa jalla, kama wanavyochukua amri kutoka kwa Allahu jalla wa ala. Walikuwa vipi masahaba? Linapowajia jambo kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanalichukuaje? Kama wanavyoichukua amri kutoka kwa Allah. Hawakuwa wakisema si sunna tu hiyo, ndio maana yake, kwani hii si sunna tu na hii ndio ala. Sheikh anasema walikuwa hao masahaba as-salafu salih, idha jaahum al-amru min indi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, likiwajia jambo, ikiwajia amri kutoka kwa mtume wa Allah, likiwajia jambo kutoka kwa mtume, akhadhu bi, wanalichukua jambo hilo, kama yaakhudhuna bil amri min indi Allahi azza wa jalla, kama wanavyochukua jambo litokalo kwa Allah azza wa jalla. Hawakuwa wakifanya kutofautisha, si sunna tu hiyo na hii ni kauli ya Allah, hii ni sunna mtume. Hawakuwa hivyo salafu salih, walikuwa wanapokea sunna kama wanapopokea amri kutoka kwa Allah. Anasema Sheikh, walam yakun as-sahabatu yasaluna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wala hawakuwa
masahaba wakimuuliza Mtume sala na salamu za juu yake, idha amara biamri, pindi Mtume anapoamrisha amri, hawakuwa wakimuuliza hal huwa lilijabi au lilistihbabi. Hebu tuambie kwanza, hii amri unaotuambia sisi ni amri ya lazima hii, faradhi hii, au ni sunna? Hawakuwa hivyo masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Haya cha ajabu unayapata kwetu sisi watu wa sasa. Kiambiwa fanya jambo wasema sunna, faradhi. kwani hii sunna au faradhi? Hii si sunna hii. La, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ambao ndio as-salafu salih, masahaba. Sheikh anasema ilikuwa ikiwajia amri, likiwajia jambo kutoka kwa Mtume wanalichukua kama wanavyochukua amri kutoka kwa Allah. Hawakuwa wakiuliza, lam yakuni sahabatu yasaluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, masahaba hawakuwa wakimuuliza Mtume idha amara bi amrin, pale anapoamrisha amri yoyote, hal huwa lilijabi, je ni amri ya lazima hii faradhi, au lilistihbabi, au ni sunna hii mustahabba? hawakuwa hivyo. Wa innama yamtathiluna duna an yastafsilu, walikuwa wao wanatekeleza amri ya Mtume pasi na kutaka upambanuzi, uchanganuzi, pasi na kutaka maelezo, sunna hii au si sunna. La, maajabu hayo yako kwetu sisi watu wa zama za leo. Ukimwambia bwana fanya hivi, hii ni sunna ya Mtume, sunna kumbe mimi nilifikiri faradhi. Hii si sunna au faradhi. Lakini wale waliojua thamani ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waliojua thamani ya Qur'an, Allahu jalla wa ala anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi ambao mmeamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize chenu mbele ya Allah na mtume wake. Ni aya ya mwanzo katika suratul Hujurat. Asitanguliwe Allah, asitanguliwe mtume wake. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah, na mumche Allah. Hivi ndivyo walivyokuwa as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Amri ikiwajia, wa innama yamtathiluna, kwa hakika si vinginevyo wanaitekeleza amri ya Mtume, duna an yastafsilu, pasi na kutaka uchanganuzi, upambanuzi, maelezo zaidi. Wayasalu, pasi na kuuliza. Amri kasema Mtume, naam, wanataka kujua kasema Mtume, ithibiti tu kwamba Mtume kasema, basi wao wanachukua wanafanyia kazi. Walihadha min almu'sif, Sheikh anasema, na kwa ajili hii, katika mambo yenye kuumiza, yenye kusikitisha, min almu'sif, katika jambo lenye kusikitisha, anna ba'da an-nasi, kwamba wako baadhi ya watu, idha sami'a amra ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, anaposikia mtu amri ya Mtume swalla na salamu za juu yake, qala, huwa anauliza, hal huwa lilijabi au lilistihbabi? Wasema hadithi, wasema kisema Mtume. Tayib, hal huwa lilijabi, je ni amri ya lazima faradhi, au lilistihbabi, au ni sunna mustahabba? Tuambie. Sheikh anasema hili ni katika jambo lenye kuumiza. Walihadha min almu'sif, katika jambo lenye kusikitisha, linasikitisha. Masahaba hawakuwa hivi.
Na sisi tunaambiwa na Allahu jalla wa ala tuwafuate wale السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، na wale ambao wamewafuata wao, alitibau lisahaba ridwanullahi alaihim ajmain. Kwa hiyo wao walikuwa idha jaahum al-amru min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam imtathalu bih akhadhu bih kama yaakhudhuna al-amra min indi llahi jalla wa ala, kama wanavyochukua amri kutoka kwa Allahu jalla wa ala. Lakini cha kusikitisha ni sisi, anna ba'd an-nasi, kama baadhi ya watu, idha sami'a amra rasuli, wakisikia amri ya mtume, jambo kasema mtume, hili kasema mtume, qala, mtu anasema hal huwa lilijabi, faradhi, lazima, amri ya lazima, au lilistihbabi, au ni sunna. Subhanallah. Shekhe anashangaa, anasema subhanallah. Maana neno subhanallah linaletwa pale katika jambo la kustaajabisha kubwa. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa, jambo la ajabu, ndio Allah anakuja na subhanallah. Kwa hiyo shekhe anasema subhanallah, kaifa hadha, vipi hii? Tamchukuliaje sisi huyu mtume? Kaifa hadha, vipi hili jambo hili? Kaifa nastafsiru hadha listifsar, vipi sisi twataka uchanganuzi huu? Kasema mtume hivyo. Lakini mtu akiambiwa jambo jingine, akiambiwa jambo la chama chake cha siasa yake, mbio. Lakini akiambiwa sunna ya mtume, basi anataka istifsar. Wallahu yaqulu, Sheikh nasema na Allah anasema, wa atiu Allah, namtiini Allah, wa atiu rasula, namtiini mjumbe wa Allah, wa ulil amri minkum, na watiini wenye amri miongoni mwenu, viongozi wenu, walimu wenu, mashekhe zenu, maimamu wenu, watiini. Ni aya hiyo katika suratu Nisa nambari 59. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen anasema if'al ma umirta, fanya ulichoamrishwa. Anakuamrisha mtume, yani mtume unampa daraja gani? Kwa nini kauli yake unataka istifsal? If'al ma umirta, fanya ulichoamrishwa. Fa in kana ala sabili al-ijabi, kama itakuwa ni katika njia ya lazima, basi faqad abra'ta dhimmatak, wewe itakuwa umeokoka, umeitekeleza dhima yako, umejiondolea dhima ilo juu yako, kama ni amri hiyo ya lazima. Wa in kana ala sabili al-istihbabi, na kama itakuwa amri hiyo ya mtume ni katika njia ya mustahaba, sunna, faqad ataita ma fihi al-ajr, umeleta jambo ndani yake lina ujira, lina malipo. Tatizo nini? Muislamu unaugua maradhi gani? Yani na iwe sunna, kama ni jambo la lazima, wewe umeondosha dhima, na lisiwe la lazima, ni sunna ya mtume, basi wewe umefanya jambo zuri sana. Faqad ataita ma fihi al-ajr, umeleta jambo ambalo lina ujira ndani yake, lina malipo. Sasa kwa nini wewe kitu kina malipo mazuri ya mtume wasema si sunna tu hiyo? Yani hili ni jambo la kuumizwa sana, la kusikitisha. Kisha Sheikh anasema maneno haya, wala yumkinu an yuthbita ahadun, wala haiwezekani kabisa mtu yoyote kuthibitisha, yani kuja na ushahidi, anna sahabata kanu idha amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi amrin
Hakuna mtu yoyote anayeweza kuthibitisha akaja na ushahidi pale ambapo mtume anapowaamrisha na masahaba, kwamba masahaba ilikuwa mtume anapowaamrisha hao, qalu, walikuwa wakisema ahadha ala sabili lwujub am ala sabili listihbabi. Hakuna mtu anaweza kuleta dalili, ushahidi. Hakuna mtu yoyote anayeweza kuthibitisha kwamba masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wao mtume anapowaamrisha kwa amri yoyote ile walikuwa wakisema, je, ni faradhi au ni sunna? Ahadha ala sabili lwujub am ala sabili listihbabi? Hakuna mtu anayeweza kuproof kwamba masahaba wakifanya hivyo. Lakini kama shekhe aliposema nyuma pale, ajabu ni yetu. Mwambie mtu sunna, kauli ya mtume fuga ndevu. Fuga ndevu si sunna. Fuga ndevu sunna tu shekhe. Hakuna mtu anayeweza kuleta proof kwamba masahaba wakisema maneno kama haya wanapopewa amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ajabu ni kwetu sisi, ni watu wa kustaajabiwa sana. Naam, shekhe anasema ndio, idha ashara alayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale ambapo mtume anapowashauri. Wakati mwingine mtume anawashauri pale anapowapa ushauri, sasa advice, faha huna qad yastafsilu. Hapa kwenye ushauri hapa naam, masahaba hapa walikuwa wakitaka uchanganuzi, lakini pale anapowapa amri au jambo lake la sunna limethibiti, moja kwa moja ilikuwa hawataki kujua kwamba hili ni sunna ya lazima, ni amrun lilijabi, au hapa ni amrun lilistihbab. Hawakuwa wakitaka hivyo, moja kwa moja wakitekeleza. Ama pale mtume alipokuwa anapowashauri jambo, huu sasa ni ushauri, faha huna qad yastafsilu. Sheikh anasema hapa huenda wakataka ushauri. Tena tizama alivyoweka maneno qad yastafsilun, analeta qad maa fi'li mudari' tufidu madha? watu wana قد مع فعل المضارع يفيد ماذا؟ التقليل. أغلب يفيد التقليل. mara chache kama wanavyosema watu wa nahwu, kama jaa fi hadithi Barira, kama ilivyokuja katika hadithi ya Barira, bibi huyu radiyallahu anha, katika namba moja hapo, rawahu al-Bukhari. Hadithi hiyo kaisimulia Imam Bukhari, kitabu al-itqi, babu bai'i al-wala'i wa haibati, kwamba radiyallahu anha, bibi huyo Barira, Allah muiradhi, wa kanat ama, alikuwa ni mjakazi huyu, alikuwa ni mjakazi. Tazawajaha rajulun yusamma Mughitha, ameolewa bibi huyu mjakazi, manake mtumwa, ameolewa na mtu mmoja anaitwa Mughith. Fa'ataqatha Aisha radhiyallahu anha, kwa bibi Aisha mama yetu mke wa mtume akamwacha huru, kwamba wewe si mtumwa tena, akambomboa akamwacha huru. Falamma a'taqatha, wakati bibi Aisha alipomwacha huru, khayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sasa kama mwanamke huru, si mjakazi tena, si mtumwa tena, mtume akampa khiari. Sasa anampa choice, khayyaraha, akampa choice mtume, baina an tabqa ma'a zawjiha, amemkhiyarisha mtume baina ya kwamba aendelee
kubaki na mumewe Mughith, au khiari ni yake, akitaka huru amwache mumewe Mughith akaolewa na mtu mwingine, ana khiari sasa. Fakhtarat fasakha nikah, bibi huyu yeye akachagua kuibatilisha ndoa. Kama hapana, mimi Mughira basi, madamu nishapata nafasi hii, mimi Mughith basi tena. Fatamassaka biha zawjuha radiyallahu anhu, mumewe sasa Mughith akamng'ang'ania, akashikamana na yeye. Bibi wewe msalie Mtume, ndo unaniacha hivi? Fatamassaka biha, akashikamana naye zawjuha radiyallahu anhu, watashabbatha biha, na akamshikilia, akamng'ang'ania, usiniwache, 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 utaniua. Akamng'ang'ania. Wajaala yutabi'uha fi aswaqi almadina yabki, ikawa Mughith anamfata mjakazi wake katika masoko ya Madina analia, bibi msalie Mtume wewe, usiniache mimi, nitakufa mimi. Analia, la'allaha tarji' an qararatiha, anamng'ang'ania, la'allaha tarji'u an qararatiha, huenda akarejea nyuma, akaacha msimamo wake ule, maamuzi yake, akarudi kwa mumewe, ikawa namng'ang'ania. Walakinaha abat radiyallahu anha, lakini bibi huyo Barira kakataa, katakata. Faashara alaiha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hapo sasa Mtume akamshauri. Mtume alayhi salatu wassalam, faashara alaiha an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Mtume akamshauri an tarji'a ila zawjiha Mughith, kurejea kwa mumewe Mughith. Sasa Mtume anamkhiarisha, ni khiari yako, anamshauri, kipenda rejea kwa mumeo, maana ndo kama hivyo hali yake. Faqalat, hapo ndio bibi Barira akasema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, in kunta ta'muruni, kama waniamrisha, nijue tu, in kunta ta'muruni, kama waniamrisha, ukiwa waniamrisha basi sina maneno, fasam'an wa ta'a, ni kusikiza tu na kutii, sina khiari. Kama hii ni amri, kama waniamrisha ni hivyo, fasam'an wa ta'a, ni kusikiza na kutii. Wa in kunta tushiru alayya, na kama wanishauri, na kama wanipa ushauri, fala raghbata li fihi, sina raghba naye tena, simtaki tena. Kama ni amri basi nitatii, nitarudi, nitakaa. Ya subhanallah, tizama mambo haya, halafu yalete kwetu katika zama zetu na maisha yetu. Wallahi, utatumia aya za Allahu jalla wa ala wasuluhisha watu, utatumia hadithi si moja, si mbili, si tatu, si nne, si tano, sulhu wa sulhu khair. Kata mtu anakwambia hapana, mimi sirudi nyuma hata kidogo, mimi na huyu mpaka yaumul qiyama. Na katika mambo mengi, yule mtume wetu sijui tumemweka daraja gani, lakini bibi Mughira, Barira, bibi huyu Barira anamwambia Mtume, kama waniamrisha fasam'an wa ta'a,
Wallahi, ukisoma sunna za Mtume kuna amri nyingi katika mambo mengi ambayo wakati mwingine twanasihiwa kwa kupewa hadithi sisi za Mtume, hadithi ambazo hazina ushauri kama huu wa Barira. Wakati mwingine kuna amri ya Mtume na ndani yake wakati mwingine kuna amri ya Allah, lakini mtu anang'ang'ana na msimamo wake huo huo, harudi nyuma katu abadan. Toa aya zote, toa hadithi zote, hana habari. Lakini Bibi Barira anamwambia Mtume, in kunta ta'muruni, kama waniamuru fasam'an wa ta'a, sina maneno, sisemi kitu, ni kusikiza tu na kutii. Lakini kama ni ushauri basi naam, fala raghbata li fihi, sina raghba naye tena, simtaki tena, sina mapenzi naye. Faha huna yaridu sual, Sheikh alisema hapa sasa linakuja swali, liannahu law kana amran lam tathalathu, kwani lau ingelikuwa amri hiyo Bibi Barira angeliitekeleza. Ama idha kana mashura, ama kwa vile jambo limekuwa ni ushauri, falaha an taqbala, ni khiyari yake kukubali, anayo nafasi ya kukubali, walaha an la taqbal, na anayo nafasi kwamba asikubali. Nimeeleweka vizuri? Walmuhim, Sheikh anasema na jambo la muhimu, anni ansahu ikhwani, jambo la muhimu ni kwamba mimi na wanasihi ndugu zangu, na wapa nasaha. Ad-dinu nasiha, tunasema dini ni nasaha. Kwa hiyo shekhe wetu alimu mkubwa mno Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen anatunasihi, anasema walmuhim, kilicho muhimu, anni ansahu ikhwani, mimi na wanasihi ndugu zangu, talabat alilmi, watafutao elimu, wanafunzi. Ana wanasihi wanafunzi wakubwa, sio sisi kina vijituwaili bulilm. Tuna haki zaidi ya kuzisikiliza nasaha za shekhi. Anasema jambo la muhimu, anni ansahu ikhwani talabat alilmi, na wanasihi ndugu zangu watafutao elimu. Idha warada alaihim amrun min Allahi wa rasuli, nasaha zangu nazowapa ndugu zangu talabat alilmi, inapowajia wao, inapokuja juu yao amri kutoka kwa Allah na mjumbe wake, alla yastafsilu, wasitake uchanganuzi. Hizi ndio nasaha zangu. Angalia tu kauli ya Mtume imethibiti sahihi, hadithi, naam, imtathib, tekeleza kama alivyosema nyuma. Kama ni jambo la wajibu, tayari umeondoa dhima iliyo juu yako. Kama ni jambo si la wajibu, laqad ataita ma fihi al-ajr, umeleta jambo lenye ujira. Unachaguaje we ujira wa akhera, thawabu za akhera? Yani we ni bilionea, hutaki thawabu, unachagua hii sunna nitafanya, hii si sunna sifanyi. La, nasaha za shekhe anasema nawapa ndugu zangu, likiwajia jambo, idha warada alaihim amrun min Allahi wa rasuli, ikiwajia amri kutoka kwa Allah na mjumbe wake, alla yastafsilu, nasaha zangu ni hizo, wasitake uchanganuzi tena, sunna hii au faradhi hii, wasitake uchanganuzi huo. Kama qala Allahu azza wa jalla, nasema hivyo kama Allah alivyosema. Allah kasemaje? Allah kasema innama kana qawla Allahi, innama kana qawla almu'minin. Allah kasema innama, hakika si vinginevyo,
adatu lhasri walqasri, wanasema watu wa balagha, innama adatu lhasri walqasri takhsisu shay'in bishay'in wa nafyihi an siwahu, kuhusisha jambo na jambo jingine na kulikanusha hilo jambo kwa asiyekuwa huyo mwenye nalo hilo jambo. Innama kana qaula almu'minina, kwa hakika si vinginevyo imekuwa kauli ya watu wenye kumwamini Allah. Kauli yao imekuwa hivi, idha duu ila Allahi wa rasuli, pale wanapoitwa kwa Allah na mtume wake. Unapopewa aya, unapopewa hadithi ya mtume, basi kama wewe ni mu'min, kauli yake ni hivi, hakuna vinginevyo. Liyahkuma bainahum idha duu ila Allahi wa rasulihi, wanapoitwa kwa Allah na mjumbe wake, liyahkuma bainahum, ili ahukumu kati yao, an yaqulu sami'na wa ata'na. Waumini wanatakiwa wafanye nini? Waseme tumesikia na tumetii, moja kwa moja, wasilete istifsar. Wallahi, hii ni daraja kubwa mno. Lau tungelikuwa tumemuweka mtume wetu kwenye nafasi hii aliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, kwa waumini ni hivi yatakiwa iwe. Innama kana qawla almu'minina, qawli yao waumini, idha duu ila Allahi wa rasulihi, wakiitwa kwa Allah, wakipewa aya, wakipewa hadithi ya mtume wa rasulihi na mjumbe wake, liyahkuma bainahum, ili alete hukumu kati yao, si vinginevyo. Inama yafanya kazi hapo, si vinginevyo. An yaqulu, kama wao ni waumini, kauli yao ni kusema, waseme sami'na wa ata'na. Maneno haya yako wapi na sisi? Aya hii iko wapi na umma huu? Aya hii iko wapi na wenye magomvi wasiotaka kupatana katu abadan? Hata wakipewa kauli ya mtume, hata wakipewa kauli ya Allah, wako wapi hao na aya hii ya Allahu jalla wa ala? Mtihani mkubwa mno. Huyu mtume wetu kama hatujamuelewa hivi, kama hatujaelewa maneno ya Allah, ukiangalia hali zetu na mambo yetu, magomvi yetu, suluhu zetu na vitu vingine mbalimbali, utashangaa maneno atakayojibu mu'min. Lakini tizama Bibi Barira kule nyuma, anaambia mtume, in kunta ta'muruni, kama waniamrisha, fasama'an wa ta'a. Kuna kingine, innama kana qawla almu'minina idha duu ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Tungelikaa nafasi hii, umma huu ungekuwa uko mbali sana. Misikiti ingelitengemaa, kusingelitokezea ugomvi kabisa, watu wakagombana. Majumba ya watu yangelitengemaa, kusingelitokezea ugomvi kabisa, kwa sababu wana kauli za Allah, wana kauli za mtume wao, wakipewa tu an yaqulu sami'na wa ata'na. Lakini tuko mbali mno. Hiyo ni aya katika suratu Nur, aya nambari 51. Waqala azza wa jalla, wacha kauli hii, shekhe analeta na nyingine kupigilia msumari zaidi juu ya kauli hii ya Allahu jalla wa ala, juu ya jambo hili la kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tusichukulie maneno yake ukiwepesi wepesi tu kwamba ni sunna tu hiyo. Anasema waqala azza wa jalla, na amesema azza wa jalla. Je, ufahamu msemaji ni nani? Azza, aliye na nguvu kuliko wote, wa jalla, na aliyetukuka. Haya maneno ya mtukufu mwenye nguvu na aliyetukuka. Kasema vipi? Wama kana limu'minin wala mu'minatin, na wala haiwi kwa mwenye kumwamini Allah mwanamme wala mwenye kumwamini Allah mwanamke, haiwi kwao
idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale Allah na mtume wake wanapoamua jambo lolote, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haiwi wao kuwa na khiari katika jambo lao. Wana jambo wao, labda wamezozana, wamegombana, kasikia mwenzie kasema hivi kuhusu yeye, kamnunia, hasemi naye, hataki hata kumwona, akimwona kule yeye anapita kule, hataki hata kusalimiana naye, tasama ya moja kwa moja. Sasa Allah ana maneno yake, wama kana limuminin, maneno ya azza wa jalla, mwenye nguvu aliyetukuka anasema wama kana limuminin, na yafahamike vizuri, haiwi kwa muumini, labda kwa si kuwa muumini, kwa kafiri itakuwa, lakini kwa muumini haiwi. Wama kana limuminin wala muminatin, haiwi kwa muumini wa kiume mwenye kumwamini Allah mwanamume, wala muminatin, wala haiwi kwa mwenye kumwamini Allah mwanamke, labda asiyemwamini Allah ndio itakuwa. Haiwi vipi? Idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haiwi wao kuwa na choice katika jambo lao, haiwi hivyo. Hiyo ni aya katika suratul Ahzab, aya nambari 36, maneno ya Allah. Naamini kama tumeyaelewa vizuri na yameingia katika mioyo yetu, tutaelewa vizuri nafasi ya mtume wetu, tutaelewa vizuri jambo la sunna, tutaelewa pale tunapopewa kauli ya Allah tuipe uzito gani, na tutaelewa pale tunapopewa kauli kwamba kasema mtume, utafahamu utoe uzito gani. Maana umma kwa kiasi kikubwa sana, watu wengi wanapoambiwa jambo akasema mtume, wanalichukulia kwa udogo na kwa dharau. Sunna tu hiyo, si sunna tu hiyo, hadithi ya Qur'ani. طيب muda umeisha usi? Naam, baki dakika 5 mpaka 5. Kwa tunaendelea, tunasimama hapa. Nadhani tusimame tuache nafasi ya maswali. Tusimame hapo tuache nafasi ya maswali. Khairan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tunasita hapa kwa leo. Kesho darasa lipo vile sio? Naam. Kesho ni kabla ya asri usi? Naam. Naam, barakallahu. Naam. Mwenye swali inshallah leo, walillahi alhamdu wal minna, mashekhe wawili wapo. Mwenye swali aulize kwa upana kabisa, mashekhe wapo.